hata pumzishwa siku 10 ndo aje acheze mechi nyingine. Simba angekuwa ni Yanga anacheza bandika bandua, Walais wa Fitch alikuwa anaenda kupoteza alama back to back, sio moja au mbili hizi Yanga tunazoachia back to back. Simba alikuwa anaangusha tatu. Hawana timu ya kucheza leo siku 4 wacheze. Sasa wataiweza hii ya Yanga leo unacheza siku 2 unacheza. Sisi hakuna wa kutushindanisha kwenye ubingwa. Ubingwa wa Tanzania ni wa kwetu. Tunaweza tukawa nyuma alama 9 na bado tukauchukua ubingwa kwa sababu tuna timu hiyo ya kuchukua ubingwa. Kama unadhani hizi draw za Yanga ambazo zinasababishwa na bodi ya ligi na TFF ndio focus ya Yanga kuondoka kwenye ubingwa, unajisumbua. Tujarudiana na wao makolo, tujacheza bado na Azam FC. Hao makolo wenyewe hawawezi Azam. Hao makolo kwenye fair ground hawawezi Singida. Hao makolo hawawezi Pamba. Wewe unashangaa hii draw ya leo, kesho tutakuwepo kwenye mchezo wa Pamba. Kama hawatapendelewa na waamuzi kwa sababu kuna ajenda. Wawabebe wale wachukue ubingwa. Imeonekana sasa watu wa matangazo wanaorusha matangazo kwenye ligi hii, marefari, vyama vya mpira vya nchi nzima vinaona sasa Tanzania tutaonekana hakuna mpira. Kwa nini Yanga amedominate mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu? Na ni wakumbushe. Hebu wataje list orodha hiyo. Watu wa matangazo, sitaki kuwataja jina lao. Wenye haki za matangazo. Watu wa bodi ya ligi. Hao wengine wataja. Watu wa matangazo. Yaani hapo wanaingiaje? Yani nifafanulie kidogo. Hawauzi vingamuzi. Yanga haishindi. Watanzania wanajua tu msimu huu Yanga itakuwa bingwa. Kwa hiyo watu wameona ajenda rais ya vingamuzi kuuzika. Ajenda rais ya mpira wa Tanzania kuonekana huko kwenye